Bwana asifiwe sana. Amen. Majina yangu kwa faida ya wageni, mimi naitwa Swanina Joseph. Majina ambalo nafahamika sana, limezoeka sana, Mama Lishoka. Amen. Hapa ndipo nyumbani. Bwana asifiwe sana. Amen. Fungua kitabu chako cha Biblia pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura yake ya 4. Mstari ambao tutaenda kusoma ni ule wa 8 mpaka wa 11. Utatulia hapo. Bwana asifiwe sana. Andika kichwa cha somo: mwanamke mwenye upendo kutambua hitaji la mtumishi. Ama mwanamke mwenye upendo naweza kutambua mahitaji ya watumishi. Kuna hitaji ama kuna mahitaji. Kuna watumishi ama kuna mtumishi. Bwana asifiwe sana. Kwa utachagua wewe namna ya kuandika kichwa cha somo la mwanamke mwenye upendo kutambua hitaji la mtumishi ama mahitaji ya mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu hiki cha Wafalme wa Pili kimeandikwa, mwandishi julikani mpaka sasa hivi. Mwaka wa kuandikwa hiki kitabu ni mwaka 560 mpaka mwaka 550 KK. Na kuomba tufanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa akijiapo ataingia humo. Ikawa siku moja, mstari wa 11 ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwenye upendo utambua hitaji la mtumishi wa Mungu ama watumishi wa Mungu. Napoangalia maandiko Biblia yangu, naona mwanamke huyu Mshunami alitambua hitaji la watumishi wa Mungu ama mtumishi wa Mungu Elisha baada alipoona anapita. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema alikuwa anapita lile eneo mara kwa mara. Kwa hiyo kule kupita, huyu mwanamke niliona alitambua hitaji la kwanza, chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji la kwanza alitambua kwamba mtumishi wa Mungu anayepita hapa anahitaji chakula. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba alimsurutisha. Ina maana kwamba kumlazimisha kwamba vile unavyopita kwenye eneo hili haiwezekani ukiwa unapita unaenda, unapopita hauli chochote nyumbani mwangu. Haleluya. Kwa hiyo ile hali ya kusurutishwa, mtumishi wa Mungu siku moja akakubali kula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alipokubali kula, ndivyo maandiko yanasema kwamba ikawa kila alipokuwa sasa akipita akawa anakula mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hitaji la kwanza, mwanamke Mshunami huyo ambaye tajiri alitambua hitaji la mtumishi wa Mungu la kwanza ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji la pili nikagundua, baada ya kuona kwamba wanahitaji chakula, huyu mtu kwanza hakutambua moja kwa moja ni watumishi, aliona ni watu wanapita, lakini baadaye aliwatambua kwamba ni watumishi. Maana alizungumza na mume wake akasema, naona ya kwamba mtu huyu anayepita hapa, anayekula hapa, sio mtu wa kawaida.
bali ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hitaji la pili, akatambua kwamba kumbe anayewakarimu kuwapatia chakula, kumpa chakula, sio mtu wa kawaida. Aliyomsurutisha ale chakula nyumbani mwake sio mtu wa kawaida, bali ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda kuangalia hitaji ambalo mwanamke huyu Mshunami alitambua. Bwana asifiwe sana. Hitaji la tatu, alitambua mwanamke huyu tajiri, alitambua mahali pa kulala. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwanamke ni jeshi. Mbona mmepoa? Kwa sababu mwinjilisti leo amepoa. Mungu amenibadilisha leo, amenibadilisha. Nataka niwe hivi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu amenibadilisha leo, ametaka sauti yangu iwe hivi. Sio na baba anaisifiwa kwamba hiyo ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe usizubae. Bwana asifiwe sana. Kuhitaji mwanamke huyu Mshunami alilotambua la tatu, akatambua ya kwamba mahali pa kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hitaji la tatu, alipotambua mahali pa kulala, mwanamke huyu aliyejawa na upendo akamshirikisha mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Alipomshirikisha mume wake, akamwambia, mimi naona ya kwamba mtu huyu ni mtumishi wa Mungu. Ninatamani mahali hapa tulipo basi tujenge chumba, ndani yake tuweke kitanda, ndani yake tuweke taa, ndani yake tuweke meza, ndani yake kwa vile vitu muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinavyohitajika kwenye chumba akaviorodhesha mbele ya mume wake. Hapo ndipo mwanamke mwenye upendo alitambua hitaji la tatu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema ndivyo hivyo walivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakajenga chumba, wakaweka kile kigorofa, wakakitengeneza vizuri, wakaweka kila kitu ndani ya kile chumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoweka kila kitu, Biblia inasema ndipo mtumishi wa Mungu kila alipopita pale alilala kwenye kile chumba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu linasema mwanamke mwenye upendo kutambua hitaji la mtumishi wa Mungu. Amina. Mtumishi wa Bwana, hitaji gani linahitajika? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu simpigie Yesu makofi. Pigia tena Yesu makofi. Hebu tena tuangalie kitabu kile cha Samuel wa kwanza 25:18 mpaka pale 19. Huyu alitambua hitaji kwa huyu mtu wa Mungu Daudi. Akasema hapa sio kingine, anataka kulipiza kisasi kwa sababu hitaji lake ni chakula. Samueli mstari wa 18 mpaka 19. Tasoma. Ndio. Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 18 hadi 19 unasema, ndipo Abigaili akafanya haraka. Akatoa mikate 200 na viliba viwili vya divai na kondoo 5 waliofanyizwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishada 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu. Angalieni, mimi nawafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Amen. Bwana asifiwe sana. Daudi anahitaji akiwa nyikani wa chakula. Akakumbuka amepata taarifa Nabali
Vijana wa Daudi walipotoka kwenda kwa Nabali, wanamfikishia taarifa. Nabali anasema Daudi ni nani? Maana sasa hivi mabwana wengi watoroka mabwana zao. Daudi akarudishiwa taarifa mbaya. Aliporudishiwa taarifa mbaya kutoka kwenye vijana wake, Daudi akapanga vita, akasema huyu mtu ijapo kazi tumeifanya nyikani, tumelinda mali zake na vijana wake, wachunga wake, leo ananilipa mabaya. Haijalishi sasa, naenda kwake, nafuata, tunawamaliza wote. Wakati Daudi anajipanga, sikiliza, mtumwa wa Nabali akaenda kwa mkewe Abigaili, akamwambia, mama, Daudi alitutunza tukiwa nyikani, alitulinda, hatukupungukia wala kupata zara lolote, lakini leo ametuma mjakazi wake. Baba, lugha aliyorudisha kwa Daudi ni mbaya. Kwa hiyo uhakika tulionayo kwamba hatuko salama ni kwamba Daudi alituma jeshi kuja kutuangamiza. Kwa hiyo sasa Abigaili anapopewa taarifa hii, anatambua hitaji la Daudi ni chakula, sio kitu kingine. Anajipanga kuja kulipiza kisasi. Hii ni kwa ajili ya chakula. Maana endapo mume wangu angekusanya vile ambazo baraka tulizonazo na vinahitaji kupewa shukrani, Daudi asingejipanga kulipiza kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo maandiko yanasema Abigaili akafanya haraka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akaanza kukusanya mikate. Bwana Yesu asifiwe. Akakusanya Abigaili, akakusanya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu aligundua hitaji la Daudi ni chakula. Si upige makofi na vigelegele. Haleluya. Tambua uhitaji. Kutambua uhitaji. Abigaili alipokusanya vyakula, pandisha punda, katuma kijana tangulia na kuja nyuma. Bwana asifiwe sana. Vijana wa Abigaili anatangulia na punda na vilago vya chakula vinamfuata Daudi. Daudi kabla ya kupanda mlimani amwendee Nabali, anakutana na mahitaji yake. Punde sio punde anakutana na mwanamke Abigaili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bunju bichi. Mungu anahitaji watumishi wa kutambua uhitaji wa utumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anahitaji watumishi wa kutambua uhitaji wa watumishi wa Mungu. Kwa mara nyingine, Mungu anahitaji watumishi wa Mungu wenye macho ya rohoni. Haleluya. Haleluya. Mahanaimu, Shobi, mwana wa Nahashi. Sorry kidogo. Kuna kitu nataka tuelewe hapa. Wa mstari wa 27 kuna majina ya watu yanatajwa hapa. Bwana asifiwe sana. Naomba kuna kitu tuelewe hapa. Nataka niende pamoja na mtumishi wa Mungu hiki kipande. Kuna kitu tuelewe. Endelea. Ndio. Ikawa Daudi alipofika Mahanaimu. Daudi alipofika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi. Shobi mwana wa Nahashi Waraba. Na wana wa Hamoni. Na Makiri. Mwana wa Amieli. Wa Alodebali. Na Blazilai. Mgileadi. Wa Logelimu. Wakaleta magodoro kwa Daudi na makaburi, mabakuli na vyungu na ngano na shairi na unga na bisi
na kunde na dengu na asali na siagi na kondoo na samli ya ng'ombe, wapate kula Daudi na watu waliokuwa nao kule nyikani. Kwani alisema watu hao waona njaa, tena wamechoka, nao wana kiu huku nyikani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma Biblia yako? Nimetaka tuende pamoja. Umeona majina ya watu hapo? Walipoona Daudi nyikani na wale lile jeshi la Israeli kule aliko wana njaa, walikusanya vyakula. Hivyo vinatajwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si upige makofi, si ushangilie. Somo langu linasema mwanamke mwenye upendo kutambua hitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutambua. Mwanamke Mshunami, maandiko yanasema ni tajiri. Haleluya. Tulikoanza nao maandiko yanasema ni mwanamke mmoja tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ana mali zote, na ndio maana alikuwa na uwezo wa kumshawishi mume wake wakamjenga mtumishi wa Mungu ghorofa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si upige makofi. Haleluya. Lakini tunawasoma hapa, wao walipoangalia na hisi yao, maisha yao yalikuwa kama yangu, wakasema wetu kusanye siagi weka, dengu lete, ngano welete tu, wedona welete hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wasukari lobo welete, nina sukari mimi, hata mama haifiki anasema lete, chumvi haifiki nusu welete. Bwana Yesu asifiwe sana. Siagi welete. Haleluya. Hawa nilipoangalia walikusanya, nikaona maisha yao walifanana kama na mimi, wakakusanya. Walipokusanya wakasema twende kwa Daudi, twende yule mtumishi wa Mungu kule, yaani wana njaa, wana uhitaji wa chakula. Ndipo wakavibeba wakawapelekea watumwa wa Bwana. Piga makofi. Haleluya. Kutambua hitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nzuri. Pigia Yesu makofi kama nzuri sana. Unapohudumia watumishi wa Mungu, ona kama umemhudumia Mungu. Unapohudumia watumishi wa Mungu, ona kama umemhudumia nani? Mungu. Na unapoona umemhudumia Mungu, kuna thawabu katika kuhudumia watumishi wa Mungu. Naomba tusome kwenye kitabu cha Mathayo 10:41 mpaka 42. Mathayo 10:41. Unapohudumia watumishi wa Mungu, ona kama umemhudumia Mungu. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Haleluya. Unapowahudumia watumishi wa Mungu, ona kama umemhudumia nani? Mungu. Maana ampokeaye nabii anapata thawabu ya nabii. Unapomhudumia mwenye haki,
tusome. Na mfalme atajibu ndio akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Yes. Bwana asifiwe sana. Utafika wakati Mungu atazungumza na wewe, kadri uliyofanya kwa wale wadogo ulinifanyia mimi. Bwana asifiwe sana. Kadri uliyofanya ukamhudumia, ukamtunza mchungaji Jose, Mungu atasema kuna wakati, sio leo, unapofanya ukiona unafanya kwa ajili ya Bwana Mungu, kuna wakati atasema ulifanya kwa ajili yangu, haukufanya kwa ajili ya mchungaji Jose, ulifanya kwa ajili yangu. Maana anasema mnapofanya kwa wale wadogo kwangu, mmenifanyia mimi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Fanya kwa ajili ya Bwana. Tusome Marko 9:41. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeyote atakayeonyesha watumishi wa Mungu kikombe cha maji. Haleluya. Kwa kuwa hawa ni watumishi wa nani? Wa Kristo. Hawawezi kukosa thawabu. Bwana asifiwe sana. Kwa unapofanya kwa ajili ya mchungaji, hakuna kwamba utakufa maskini, utakosa baraka. Hapana, ni kwamba ziko baraka utazipata. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi kukuacha kama ulivyo, lazima ziko baraka zitakufuata. Faida ya kuona hitaji la Bwana. Faida ya kuona hitaji la Bwana. Naomba tusome, kama nakaribia kumaliza. Tusome hiyo Wafalme 4:10. Wafalme 4:17. Wafalme wa pili. Tunarudi kule nyuma. Ndio. Mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Rudi mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema, akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami, naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri jeshi au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi utendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faida ya kuona hitaji la mtumishi wa Mungu na kulitekeleza. Bwana asifiwe sana. Mwanamke Mshunami kumbe alikuwa na hitaji ambalo wala kwa mshirikisha mtumishi wa Mungu. Ilikuwa siri yake na nyumba yake. Lakini mwanamke huyu baada ya kuona mahitaji akafanya kwa uaminifu yale mahitaji kwa watumishi wa Mungu. Mungu akabidi amkumbuke mwanamke huyu Mshunami. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Elisha alipolala kwenye kile chumba, alipofurahia akamwambia Gehazi, kamwite huyu mwanamke. Alipoitwa akaulizwa atendewe nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hatendewe nini? Bwana asifiwe sana. Mwanamke huyu alikuwa na familia, ana mume, lakini alikuwa na mtoto. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni tajiri, lakini wana mali, ana mtoto wa kutoka tumboni mwake.
Lakini baada ya kutekeleza ile mahitaji ya mtumishi wa Mungu, Mungu akamkumbuka. Na mtumishi wa Mungu walipokula kulala kwenye nyumba nzuri, kabidi Mungu atamke maneno ya baraka kwa mwanamke huyu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ziko faida unapomtumikia Mungu. Mungu hawezi kukuacha, lazima Mungu atakukumbuka. Mungu anaweza kukujibu mahitaji yako mahitaji ambayo unamhitaji Bwana sirini. Hakuna mwanadamu au yeyote unamshirikisha, lakini Bwana utakapoyatimiza mahitaji ya Bwana, yeye Bwana atakukumbuka. Hawezi kukuacha, yeye Mungu atakukumbuka, kwa sababu Bwana anajua maisha yako, kwa sababu Bwana anaujua uhitaji wako, kwa sababu Bwana anakuwazia mema. Lazima uwe mtu wa kutambua mahitaji ya watumishi wa Mungu ili Bwana apate kukukumbuka. Mwanzo 18 kuanzia ule mstari wa soma mstari wa 10, utaruka utasoma mstari wa 14. Akamwambia, hakika nitarudia wakati huu mwakani. Na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Mstari wa 14. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tunazosoma hapa ni kitabu cha Mwanzo, tunaangalia habari ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Na mkewe Sara. Ibrahimu akatembelewa na malaika pasipo kujua kwamba ni Mungu. Kwa hiyo Ibrahimu alipofika akamwambia mkewe aingie jikoni afanye vitu vizuri. Mwanamke yule alipofanya chakula kizuri, walipokula, Bwana asifiwe sana, walipokula wakashiba. Sema malaika wanataka kuondoka, wameshiba. Ndipo wanatamka neno la baraka kwa Sara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sara hakueleza malaika kwamba ninahitaji la mtoto, wala Ibrahimu hakueleza wale wageni kwamba tunahitaji la mtoto. Lakini walipoona hitaji muhimu kwa watumishi wamewatembelea, waliwapa chakula. Walipokula wakashiba, wanataka kutoka, wakasema watendewe nini? Walipowaza watendewe nini, wakamwambia mkao majira kama hayo mwakani. Haleluya. Haleluya. Majira kama hayo mwakani atakumbatia mtoto. Mstari wa 18 anasema kwamba je, kuna jambo gani gumu Bwana asiloliweza? Ni kwa sababu Sara alitazama umri wake akampa majibu. Aliona umri wake ulisonga. Taarifa zile za mwanamke zilikoma. Alikuwa kikongwe. Kwa hiyo Mungu amsirishie kwamba yeye Mungu kwake hakuna lisilowezekana. Ndipo malaika walimwambia, je, kuna jambo gani gumu Bwana asiloliweza? Haleluya. Mwanamke mwenye upendo kutambua hitaji la watumishi wa Mungu. Haleluya. Inaposoma Biblia yangu kwenye kitabu cha Luka sura ya 8, inawaona wanawake waliokuwa wamefunguliwa na magonjwa na mapepo. Walipoponywa walimfuata Yesu, wakamhudumia Yesu, wao na mali zao. Haleluya. Haleluya. Ninachompendea Yesu asurutishi mtu. Yesu asurutishi mtu wewe. Ninakwambia Yesu asurutishi mtu. Busa mwenzako, Yesu alazimishi mtu. Haleluya. Mwambie mwenzako Yesu alazimishi mtu. Alazimishi mtu kwenda naye, wala alazimishi mtu kutumika naye.
wanakunika. Haleluya. Halafu unakubali, unasema ndio Bwana nakufuata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka upate kweli, nakwambia kamuulize Bartimayo kipofu. Haleluya. Kamuulize Bartimayo kipofu. Alikuwa kipofu siku zote, anaketi kando ya njia, anapewa sadaka. Haleluya. Lakini siku moja aliposikia kelele za Yesu, akasema habari gani hizo? Akamwambia Yesu mwana wa Daudi anapita. Akapiga kelele akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Akamwambia wewe nyamaza. Wakarudi akamwambia nyamaza, usipigie kelele, bwana mkubwa anapita. Yeye akasema wewe Yesu wewe ninakuhitaji. Wengine wakaenda wewe kimya. Usitupigie kelele. Yeye akasema Yesu mwana wa Daudi. Yesu akasimamisha msafara. Akageuka wale walikuwa wakimnyamazisha Bartimayo. Yesu akawatuma wale akamwambia nendani mkamuite. Haleluya. Wale walikuwa wakimnyamazisha Bartimayo. Yesu anawatuma wale kwamba nenda. Haya, wakaenda wakamwambia Bartimayo jipo moyo, bwana mkubwa anakuita. Bartimayo aliponyanyuka akatimwambia, alipotimwambia akamwendea, nataka kuona. Haya, akafunguliwa macho. Wewe alipofunguliwa macho, Bartimayo alikimbia mwenye kutangulia Yesu. Zakayo alikuwa tajiri. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa tajiri. Zakayo akasikia habari za Yesu siku nyingi. Akasema hapana, siku moja nitamwangalia ni mtu anamna gani. Akakimbia mbele ya njia Yesu anapita. Akaenda kupanda kwenye mkuyu. Alipopanda kwenye mkuyu anatazama, amwona sifa kubwa ni mtu anamna gani. Yesu alipofika akamwangalia. Akamwambia shuka na unaenda na wewe nyumbani mwako. Akashuka akaenda na Yesu nyumbani mwake. Haleluya. Bwana asifiwe. Tambua hitaji. Ukimya tumesikia vizuri. Tumesikia. Tambua hitaji, punguza maneno. Bwana asifiwe. Punguza maneno. Unajua maneno yanaua. Maneno yanaua viroho vya watu. Niwaambie yanaua huduma za watu. Bwana asifiwe. Yanaua karama za watu. Ulichoitiwa tumika kwa eneo hilo kwa uaminifu ili Bwana kukumbuke kwa wakati. Hakuna mtu anamtumikia Bwana akamwacha. Amina. Bwana asifiwe. Na kila mtu ana kazi yake mbinguni. Kila mtu anatengeneza taji lake mbinguni, sio hapa. Sio hapa duniani. Anasema utafutaje kwanza ufalme. Amen. Haki yake. Vingine mtazidishiwa. Vingine ni vya ziada tu. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo, mwanamke mwenye upendo anatambua hitaji la mtumishi wa Mungu. Mahitaji mangapi umetambua kwa mtumishi wa Mungu Jose tangu Mungu amekuita amekuleta hapa? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hivyo. Kwa sababu Mungu wetu sio dhalimu. Tambua hitaji la watumishi wa Mungu. Kitambua, fanya kwa ile nafasi Mungu amekugusa ufanye, ili Mungu akuonekane kwenye maisha yako. Simama mahali ulipo.